na gazeti la Nipashe pia Mwanga wa Jamii, ambapo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika Kariakoo yasalimika. Wafanyabiashara washukuru jeshi, lakini walia kukosa wanunuzi hasa kutoka nje ya nchi. Wanunuzi kutoka nje ya nchi wamedorora pale katika soko la Kariakoo. Habari hiyo utaipata kwa undani kabisa kupitia ukurasa wa pili. Lakini pia habari nyingine zilizopewa uzito ni moja naandika hapa, inasema wadau maridhiano yaponya taifa. Wakati habari nyingine inasema bandari ya Tanga yaokoa jahazi Malawi kupata mafuta ndani ya siku 2. Au sio? Hapo ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini pia habari nyingine ambayo ipo ukurasa wa 19 kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii imeandika hivi: mwili uliorejeshwa na Hamas kutoka vitani Gaza ni wa Mtanzania. Mwili ni wa Mtanzania. Kama utakuwa unakumbuka, baada ya mapigano kuanza kule Gaza kuna hatari ilitokea, na Israel pia imethibitisha kwamba mwili wa Mtanzania Joshua Loitu Moleli aliyeuawa na Hamas ametambuliwa baada ya kupelekwa kutoka Gaza usiku wa kuamkia Alhamis. Sasa Moleli pia aliyekuwa na umri wa miaka 21 tu alikuwa ni mwanafunzi wa mafunzo ya kilimo katika kijiji cha ujamaa cha Kibbutz pale huko Gaza, na mpaka umauti na mkuto ulimkuta akiwa huko. Sasa alitekwa akiwa hai na kuuawa na wapiganaji wa Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Leo ni mwaka 2025. Kisha mwili wake kupelekwa Gaza na aliwasili katika kijiji hicho ilikuwa ni siku 19 tu kabla ya shambulio hilo kutokea. Yaani aliwasili baada ya siku 19 akiwa bado na ugeni, akawa ametekwa na baadaye kuuawa. Sasa baada ya kumaliza chuo cha kilimo nchini Tanzania, akitaka kupata uzoefu katika sekta ya kilimo, ndio akajikuta ameenda kule ili kupata uzoefu, na umauti ukamkuta akiwa huko. Alhamdulillah, na tunasema Bwana alitoa, jina lake lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mambo yalienda hivyo. Sasa tukimaliza na habari hii pia kwenye gazeti la Nipashe, nataka tusaidiane, tuchakate vichwa hapa. Gazeti la Nipashe limeandika hivi: panya wala bangi, polisi washtakiwa waachiwa. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Panya wala bangi. Tanzania kuna panya huenda nyumbani kwako, kwa jirani yako. Niambie, panya wamewahi kutafuna kitu gani cha thamani mpaka ukiwaangalia unaona hasina hamnao tena? Ulikuwa una mpango wa kufuga paka, umefuga paka kwa sababu ya panya. Panya wamewahi kukupa hasara gani ambayo ukifikiria unasema bara zito? Unaenda kusikiliza kupitia radio, weka ujumbe wako kupitia 0779729593. Tuambie hapo, hawa panya sasa hivi hawa panya wamekula bangi huko, bangi kwenye kituo cha polisi, alafu polisi wameitumia sasa wenyewe wanatumiwa nini, lakini angalia wamekula bangi. Sasa wamekula bangi kilo ngapi? Imagine. Sasa nataka uniambie pia na wewe kwenye comment hapo, niambie panya amewahi kukutia hasara gani ambayo kila ukifikiria unaona hapana. Yaani panya nikimpata naweza nikamroast hata kama sitamla. Weka ujumbe wako hapo, alafu nikirejea nitausoma kupitia AFM Radio. Tayari ni saa 1:41. Nikwambie usiondoke pembeni ya radio kwako. Nikirejea hapa naendelea kuchana kurasa za magazeti. Na nyuma kamera leo yupo anaitwa Mea Mswahili. Mea uko poa? Mea yuko poa.